Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mimi kwa majina naitwa Nicodemus Amsi Irangi. Kwa kweli kwanza ni kushukuru na Mungu akujalie huko unakoenda uendelee kufuatilia mambo ya wanyonge. Niliona clip moja ukisema wewe ulikuwa mtoto wa mama ntilie, na mimi nilitoka huko. Tunashukuru unapofuatilia watu kama hawa ambao hatuna namna ingine, hatuna nguvu. Mimi kero yangu, Waziri Mkuu, niliuziwa kiwanja mwaka 2009 na kampuni moja Gerwal Sawmill. Kabla ya kununua, nilienda ofisi ya ardhi nikihisi isije ikawa kuna utapeli ndani yake. Nikafika ofisi ya ardhi nikawauliza kama wanamfahamu huyu Muhindi anaitwa Gerwal Sawmill. Wakaniambia wanamfahamu vizuri sana. Nikamwambia ana kiwanja pale Mombo. Yeye anakaa Dar es Salaam na nani ofisi yake nyingine iko Lushoto. Nisije nikaingia mkenge, naomba mnithibitishie kwamba huyu bwana kweli ana kiwanja. Wakasema anacho. Nilikuwa na document, nikamwambia hebu someni hizo document. Zinakubalika kisheria huyu bwana kuniuzia kiwanja? Wakasema ndio. Nikamwambia haya, tuendelee na utaratibu. Tukaenda kwenye utaratibu wa kisheria, application, disposition for the plot, mpaka tukamaliza transfer deed. Mwaka 2009 hiyo. Lakini yeye amelipia kutoka mwaka 1988. 2009 ndio kaniuzia. Baada ya kununua, nimekaa 2010 nikaanza kufanya shughuli ndogo ndogo. Mara akaja mtu mmoja akasema eneo hili ni la kwake. Ni mzee mmoja, ni marehemu sasa hivi na familia yake. Nikamwambia lete document. Hizi document naziona, hizi ni za ardhi, na wewe lete kama hii. Mimi sina ubishi, kama ni ya kwako utapata. Hakurudi. Baadaye ikatengenezwa mazingira mengine, akapatikana na singa moja anaitwa Avita Bambra Singh, yuko Moshi. Wakasema kile kiwanja sio cha Muhammad, ni cha Avita. Nikasema sawa, well and good, ardhi thibitisheni. Mimi nikatoa document. Yule bwana analeta document, aliyekuwa anagombea kiwanja ni Avita Bambra Singh. Anaileta document, ananiletea document ya Chara Singh and Sons. Nikamwambia huyu mbona siye? Naomba zitoke document kutoka ardhi inasema ni za kwa hii eneo ni la kwake. Mheshimiwa, kitu cha kushangaza, nimezibwa nikaelekezwa hivi, nikahangaika kutoka 2014. Zaidi ya miaka 10. Nimeenda ofisi zote za mkoa wa Tanga. Wakuu wa mkoa isipokuwa huyu wa sasa hivi hana taarifa yangu, lakini wote waliohama taarifa zangu walikuwa nazo. Nashukuru hapo ulipo, hata mwenyekiti wa chama wa mkoa niliwahi kufika ofisini kwake. Nashukuru na leo yupo. Aliniambia utasaidiwa na katibu. Baadaye ilifika mahali, mheshimiwa, sikudanganyi, katibu akawa ananikwepa nikifika ofisini, hata kuongea na mimi. Mwenyekiti, nakueleza leo mbele ya Waziri Mkuu, uliniuliza siku moja nikakwambia nitakupa siku nikionana na wewe. Mwenyekiti alinipokea vizuri sana na akanipa maelekezo. Baadaye imekuja commissioner amesema kwamba kwanza wewe inaonekana ni mwizi, ni tapeli. Nikamwambia sawa, kama mimi ni tapeli, hata hizi document ni tapeli. Naomba basi mnihakikishie kwamba hizi risiti za the government of Tanzania, je, zinahusiana na hicho kiwanja? Anasema hizo unaweza kuwa umefoji. Nikamwambia sawa, tuendeni basi kwenye utaratibu kama nimefoji mimi, ili serikali kama haikufoji mimi nimefoji, kama ataweka ndani. Mbona mnanisababishia mimi tu nifupishe tu mheshimiwa, kwa sababu Afisari yuko wapi? Afisari umekaa wapi? Ameenda wapi? Tulikuwa naye hapa. Serena aje, nilimpa hela yangu mkononi nikilipa. Ani wa Korogwe yuko wapi? Afisari, hii hati alionayo mzee ilitolewa na nani? Mzee, si una hati? Hati unayo? Imehamishwa na ofisi ya ardhi.
na afisa ardhi amesaini, anaitwa Haya. Kingu. Haya, hata tusibabaishane, mwacheni mzee ana hati aendelee na eneo lake. Sio wamiliki wanabadilika badilika tu. Ndio mambo ya kutamani mali za watu, mnataka kwenda kudhulumu. Mwacheni mkuu wa wilaya watafute wale wote wanaofuatilia hapo kumsumbua mzee, wale wote wanaofuatilia kumsumbua mzee. Mzee amepewa hati na Wizara ya Ardhi na hati na analipia kodi zake, risiti anazo na kila kitu anacho. Kuna watu wakishakuwa na hela wanajiona wao ni Watanzania na nusu, na wengine wote ni nusu wa Tanzania. Asitokee tena mtu kumsumbua mzee, ama mengine ya kibabaishaji tu. Unapewa hati na ofisi rasmi ya serikali na kodi unazilipa. Inapita miaka 10, anakuja mtu mwingine, anapotea, anakuja mtu mwingine. Hawa wanaoneshana tu eneo, wanadhani eneo halina mtu, na ndo hapo sasa vinakujaga virushwa vya pembeni. Haya mambo ya kuoneaonea watu, hamsomi alama za nyakati. Na huu ni mkoa wa kwanza wa ziara. Mikoa mingine kila mtu kwenye eneo lake atangulie, atatue kero za watu, na zinazomzidi umri nataka taarifa yake, kama alivyofanya mheshimiwa diwani huyu. Mheshimiwa diwani, unafaa sana kwamba umeshahangaika na hilo jambo, na walikuwa nakuambia hakuna mtu wa kuwababaisha. Sasa ameshakuja, na wakiendelea kupandisha hasira, wamekwepa hiki kikao, watafutwe na TAKUKURU. Hao TAKUKURU mkachunguze hili eneo la uuzaji wa eneo lile nililosema mwanzo. Maana hata aibu. Zamani sisi kule kwenye ufugaji, wezi walikuwa akija, ukitikisa hata ngozi ya ng'ombe tu hivi uliolalia anakimbia. Wezi wa siku hizi mnapambana na mali yako wewe mwenyewe, mnapambana. Sasa wasome alama za nyakati. Tumtoe mama heshima, mama tumtoe mama hapo, na wamama wengine wasogee, wale wanaoweza